Oh yes, Asili Yetu Rada Tour 2026. Tunakufikia popote ulipo. Asili Yetu TV kupitia Rada Tour inalenga kutambua, kukuza na kuibua vipaji kutoka kila mkoa wa Tanzania. Tunawakaribisha wasanii wa muziki, waigizaji, wachekeshaji, wanamitindo na wenye vipaji vya kipekee. Hii ni nafasi ya kipekee kuonekana, kusikika na kusonga mbele. Ziara itapita kila mkoa na ratiba rasmi tunatangaza hivi karibuni, na vipaji vyote vitatangazwa kupitia Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada, tunakuona, tunakusikia, tunakuinua. Ulipo tupo. Tupigie kwa nambari za simu 0742 37 48 09. Kwenye mitandao yetu tunapatikana kama Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada Tour 2026. Naam, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV. Niko hapa, nimesikia Snaila yuko hapa na nimekuja hapa kwa ajili ya kumpata mwamba mwenyewe. Yuko hapa. Bwana Snaila, naona unakula bata mwanangu. Leo bwana nimekubamba. Nikasema bwana Snaila yuko wapi? Unafanya surprise ndugu yangu. Mimi bwana mzee wa heka mzee wa harakati. Maana Ankoji bwana lazima niwe na upekuzi. Okay. Nimegundua sasa hivi bwana unafichama. Nikaona ndugu yangu nikutembelee. Asante sana. Ila ni kwamba hapa hatuwezi tukazungumza. Okay. Tuingie ndani. Nadhani tuingie ndani. Jessica, naomba ulete viti viwili alafu maji sasa. Maji ni muhimu. Karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV. Natumaini uko mzima wa afya. Rangu jina naitwa Angoji. Nianze kwanza kuwashukuru wadhamini ambao wanaendelea kutushika mkono kupitia Asili Yetu TV. Tuanze na The Glory School ambao wanapatikana mkoani Iringa, Mafinga, ambapo wao msimu huu wanakuambia kwamba hakikisha mzazi unazingatia sehemu ambayo mtoto wako anataka kapate elimu ya sekondari. Lakini kwa wakazi ambao wako karibu na Mafinga, unaweza elimu pia shule ya msingi zinapatikana ndani ya shule ile pale. Lakini mkubwa zaidi kwenye shule hii bwana, wameboresha mazingira, sehemu za kujisomea watoto, lakini pia sehemu za kulala watoto ambao ni mabweni. Lakini pia wameongeza kitu kimoja ambacho ni kikubwa, kwamba unaweza ukawa unajiuliza mzazi kwamba napeleka mtoto wangu kule, ni Muislamu, ni Mkristo. Sasa huduma zote za kidini zipo pale. Tunamaanisha Waislamu na Wakristo wote wako pale. Wazingatie sana The Glory School. Hakika utakuja kufurahi siku moja kwamba ada yangu haikupotea bure. Lakini Hombolo Wine ambao wao wanahakikisha kwamba Asili Yetu TV tunazidi kupepea vilivyo kweli kweli. Shukrani sana. Lakini Hombolo Wine zinapatikana kwenye supermarket zote ambazo zipo kwenye mkoa wetu wa Njombe na nje ya mikoa mingine. Hakikisha kwamba unatumia Hombolo Wine. Lakini Kigamboni Mini Market kwa mkazi ambaye uko Njombe, sasa yawezekana kuna mahitaji unatamani kuyapata kwa ajili ya nyumbani, unauliza niende wapi? Bwana wewe nyosha moja kwa moja Kigamboni Mini Market ambao wao wanapatikana barabara ya mtaa wa Zambi, mkabala kabisa na gesti ya Kuokoka Ni Lazima. Hapo utajipatia huduma mbalimbali ambazo zipo. Na mimi Ankoji nipo hapa kwa ajili ya kuhakikishia kwamba kila kitu kinakaa fresh. Na siku ya leo bwana, bado tuko kwenye sakata lile la msanii wa muziki Biaroni, baada ya kuibuka na trend yake ya kuomba msaada kusomeshewa mtoto. Watu wengi tumeona kwenye interview mbalimbali, lakini wengine wamejaribu kufanya challenge kuhusiana na kile kitu ambacho alikuwa anakizungumza kuhusiana na ada. Sasa sisi tumeamua tumtafute msanii mwenzie Snaila Classic ambao wao wamekuwa pamoja katika kuhakikisha mziki unatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Msanii mwenzie anaweza kaja akatuthibitishia kwamba hali ni kweli ni tete au imekuwaje. Bwana, karibu sana Asili Yetu TV. Asante sana Asili Yetu TV kwa kutambua uwepo wangu mimi. Nashukuru sana, pia nawapenda sana, natamani sana the way jinsi ambavyo mnazidi kufuatilia mambo. Hii kitu inafanya sanaa ya Njombe inabadilika na inaongezeka. Kwa hiyo hivi niwape shukrani sana. Shukrani sana. Kwanza bwana Snaila, hongera sana kwa kuachia ile nyimbo yako Raha.
Okay. Watu msimu huu wa sikukuu umepita, tumepata raha, lakini pia sasa hivi tunaingia msimu wa kupeleka watoto shule, tuendelee kula raha tu. Hakuna namna. Pia tukiachana na msimu wa sikukuu tunaingia kwenye msimu wa wapendanao. Ina maana kwamba raha imeletwa kwa ajili ya wapendanao. So kwamba imeletwa kwa ajili ya wapendanao. Kwa ajili ya wapendanao. Tunaenda mwezi huu wa pili kwa ajili ya wapendanao. Kwa hiyo watu wazingatie hiyo. Imekaa kiunyama. Yetu mmoja anasema imekaa kisabato. Kibontown zaidi. Bwana Snella, shukrani sana kwa kuweza kutupa nafasi ya kupiga story na wewe. Tuanze moja kwa moja. Tumeona ngoma imefanya vizuri, lakini tutoke huko sasa tuingie kwenye sakata la Biarone. Tuna imani kwamba wewe ni msanii mwenzie na mlikuwa wote kwenye majukwaa ya kisiasa. Kwa nini nimesema jukwaa la kisiasa? Ni kwa sababu ya interview za kwake akizungumza kwamba siasa haijamsaidia kitu, na wewe mlikuwa pamoja. Wewe baada ya kuwa na zile interview binafsi, nini ulihisi au nini ambacho ulikiona? Okay. Mimi kwa mara ya kwanza baada ya kuiona ile interview nilijaribu kumpigia kakaangu. Nikampigia nikamuuliza, kaka, vipi, mbona naona sielewi imekuaje mpaka unafikia hiyo frustration ya kuanza kulia kwenye vyombo vya habari, angali wewe tunakuamini, wasanii wengi tunaamini kwamba wewe ndio wa kutuonyesha njia. Sikupata majibu yale ambayo nilitarajia, lakini binafsi nilikuwa nazingatia, nikasema labda kiki, kwa sababu sasa hizi muziki wa bongo, sanaa imetawaliwa na vitu vingi sana ambavyo vinakuwa havina ukweli ndani yake, watu wana pretend maisha. So mimi nilipompigia simu nikamuuliza, kaka, sielewi hiki kinachotokea, kwa sababu leo brother unaanza kulia kwenye vyombo vya habari, angali ukizungumzia kati ya wasanii walioitengeneza Njombe ikatambulika zaidi na zaidi ni pamoja na Biarone. Biarone ni msanii mmoja mkubwa sana toka enzi za nyuma huko. Mimi nakumbuka Biarone nimeanza kumfuatilia toka nikiwa darasa la 6. Imagine leo 2025, darasa la 6 2007. Mwamba yuko kwenye game. Na kibao chake cha Kombolela. Ilikuwa sio Kombolela, ilikuwa ni mimi nilikuwa nafuatilia nyimbo yake moja, ipo hadi kwenye lile gazeti la Simchezo. Lile gazeti la Fema Fema kama unakumbuka. Lilitikisa sana. Niliona nyimbo yake moja ilikuwa iko kwenye katikati ya ukurasa. Ilikuwa inaitwa Nguzo 5. Ni msanii ambaye mimi binafsi ilikuwa nampenda, afu nilikuwa ni favorite yake. Yaani nilikuwa nafanya ili niamini kwamba nitamfikia yule. Sasa leo nikisikia analia, kuna kitu ambacho kinaniingia akilini mwangu, kwa sababu nasema sasa huyu inakuaje? Na uzuri baada ya pale pana ka story kadogo kidogo. Baada ya pale ya kumfuatia mimi nikiwa nasoma, Biarone nilikuwa namwamini sana. Yaani moja kati ya wasanii ambao nilikuwa nawaamini kwenye maisha yangu. Alikuwa ni mtu wa mfano kwenye hustling zangu zote zile ambazo nilikuwa nazifanya. Biarone inawezekana alikuwa ndo inspired kwa kila kitu, kwa sababu nilikuwa napenda the way anapoimba, the way anapocheza. Lakini nakumbuka yeye mwenyewe 2000 baada ya mimi ya kumaliza team form 4, nikiwa naendelea na game. Mimi nilikuwa nafanya muziki nikiwa bado niko shule. Nilikuwa mimi nimesoma Ulembwe. Nilikuwa natoka Ulembwe nakuja mjini na rekodi nyimbo, narudi tena shuleni. Sometimes nimepiga hadi ada za wazazi. Umezipiga sana. Zimeingilia nani. Nilipokuwa nikija Njombe mjini, kwa sababu maskani sio mbali sana. Kutumia bajaji sasa shilingi 2000. Kwa hiyo natoka naenda na rekodi nyimbo, narudi shule. Ila nilikiwa na inspire nani? Biarone. Yaani Biarone ndo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anani-inspire kuliko wasanii wote. Yaani mimi hata ukitamka kwamba sijui kulikuwa, japo kwa kipindi kile alikuwa anasikika Adingari, lakini Adingari alikuwa sio mbadi kama
Biaroni, kwa sababu Biaroni alikuwa tayari ameshatengeza branding ilikuwa kubwa. Branding yake ilikuwa ni kubwa sana, watu walikuwa wanamwamini sana. Okay. Lakini cha kumshukuru Mungu, kuna siku nishawahi kumfuata Biaroni nikiwa bado mdogo sana. Hata yeye akisikia hii interview anaweza akathibitisha the way jinsi ilikuwa ni turbo. Alikuwa kipindi hicho anatembea na madansa kama sio 16. Nilimfuata nikamwambia, kaka, mimi ninaimba. Nashukuru Mungu, Biaroni alikuwa sio kwamba mtu mwenye roho mbaya. Alikupokea. Alinipokea, lakini hakunipokea direct moja kwa moja. Aliniambia niimbe, nikamwimbia. Nilipomwimbia niliimbia nyimbo yangu moja hivi ambayo ndio ilikuwa ya kwanza. Lakini baada ya pale akanambia, dogo, wewe unafanya nini hapa? Kuimba achana nako. Wewe unafanya hapa bro. Kwa sababu alinipa sehemu mbili. Akasema niimbe, alafu akasema nichane. Nikasema mimi kote naweza. Akasema fiti huko kwenye nini? Kwenye hip hop. So mimi binafsi nilipomsikia Biaroni alipokuwa ananiambia, sikutaka kufanya nini? Sikutaka nilihitaji msaada wake anisaidia niweke kwenye nani yake, kwenye chat yake kwamba kati ya wasanii wangu ambao ndani naweza nikadai. Basi sikukata tamaa. Alivyoniambia ile siku akasema mimi nitakucheki. Kwa kweli alichukua namba yangu hapo. Tulikaa zaidi ya miaka 2 hakuweza kunicheki. Okay. Hapo tumeangazia sasa safari yako, jinsi ulivyomwamini kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa tuangazie zaidi kupitia hili ambalo yeye ameibuka na sakata kwamba ametumikia chama cha CCM zaidi ya miaka 21, hakuna faida yoyote. Lakini pia tukaona asili yetu tumtafute Snaila kwa sababu kwenye jukwaa mlikuwa wote. Tunataka siri, kuna ukweli gani? Ndio maana tunarudi kwamba amekitumikia chama kwa muda miaka 21 bila mafanikio ya aina yoyote, na alikuwa halipi, maisha yake ni shida. Okay. Tukizungumzia chama, maana yake chama tayari yeye ni mwanachama aliye hai. Siku zote chama hakimlipi mwanachama. Nataka unukuu maneno yangu. Chama hakimlipi mwanachama. Ila mwanachama aliye hai inapaswa akitumikie, yani kuingia kwenye chama inahitaji utumikie kile chama. Ukisha kitumikia kile chama kwa mafao yako yote, kwa sababu ya kujenga na kuhakikisha kwamba, ndio maana nasema hivi, chama unavyokianzisha au chama kilipoanzishwa, unavyoingia kule unapewa kadi. Ile kadi, kuna kadi ambayo unalipia 1200 kwa mwaka. Okay. Kwa mwaka unalipa 1200. Hiyo ni kwa ajili ya kusaidia miradi ambayo inaendelea. Uzuri wa chama hakimlipi msanii. Ila akizungumza kwamba chama amekitumikia chama hakijaweza kumlipa, ina maana kwamba bado hapo atakuwa yuko nje kidogo ya mada. Labda angeniambia kwamba amewatumikia viongozi wa chama wameshindwa kumlipa. Kwa sababu mimi ninavyojua chama inatakiwa ujitoe. Kufanya kazi ya chama ni uzalendo. Unajitoa, unafanya chama ili mradi kwamba mimi ni mwanachama. Yani mimi ni CCM damu. Lakini aligusia kote, aligusia kwenye chama, lakini pia aligusia viongozi ambao alikuwa akishirikiana nao kwamba wameshindwa kumsupport. Ambaye ni nani ambaye? Pale alimtarget moja kwa moja mheshimiwa mbunge kwamba ameshindwa kumsupport. Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Njombe, Deo Mwanyika. Yes. Sasa kuna ukweli gani hapa? Tuna ikumbukwe kuna takriban miezi kadhaa kwenye magrupu ya WhatsApp Biaroni huyu alijinadi kwamba mimi ninaishi kwa pesa ya Deo Mwanyika, amekuwa akinisapoti kila kitu. Wasanii tupunguze unafiki. Lakini leo anakuja kusema kwamba hajamsapoti kitu chochote. Au yawezekana mheshimiwa mbunge alikataa kumsapoti kulingana na alivyoenda, au namna gani? Labda nikwambie kitu kimoja kwa watu ambao hawamjui Biaroni. Biaroni ni msanii ambaye
Mmoja kati ya watu waliotambua kipaji chake ni Leo Manyika. Okay. Leo Manyika alishawahi kumchukua Bi Aaron na kwenda kuishi naye Dar es Salaam na kumzungusha kwenye media zote kutoka Njombe. Kutoka Njombe. Na kuhakikisha kwamba kila mmoja anamtambua Bi Aaron ni nani. Media zote za ambazo ziko Dar es Salaam, okay. Na ilifikia hatua Mheshimiwa mbunge alitamani sana Bi Aaron afike wapi? Afike mbali. Yani afike mbali, awe maarufu mkubwa. Kwa sababu yani inataka nikwambie kitu kimoja. Media labda alizowahi kupelekwa wewe ambazo ni moja hapo, kuna media kwa mfano Clouds TV. Bi Aaron alipelekwa. Na nyinyi kumtambua Bi Aaron ni kwa ajili ya nyimbo ya Kombolela. Na hiyo nyimbo ya Kombolela ndio hiyo aliyosimamia Mheshimiwa mbunge. Okay. Na ni msanii. Wakati huo tayari Mheshimiwa alikuwa ni mbunge au alikuwa sio mbunge, lakini alikuwa anamsupport kama mtoto wake. Okay. Ina maana kwamba yule kwa mfano Mheshimiwa mbunge Leo Manyika ni baba wa babake na Bi Aaron tunasema. Okay. Alianza kumsupport kabla akiwa mdogo. Akiwa mdogo kwamba wewe tutaenda hapa na hapa na hapa. Tutakapofika kitu ambacho mimi binafsi pia kimeniumiza zaidi ni kutengeneza mazingira ya kuonekana kwamba Mheshimiwa mbunge hajamsaidia chochote. Unajua mimi nataka nikwambie, siku zote mtu anayekusaidia ambaye huwa anahesabu amekusaidia nini, nataka uwe wewe. Yaani wewe unayesaidiwa kwamba nataka nijue kwamba alinipa shilingi 200, akanipa shilingi 500, akanipa shilingi 1000. Ndio uwe na kumbukumbu. Uwe na kumbukumbu. Mimi nadhani kakaangu yule amepoteza. Na hili jambo inatakiwa alitafakari mara 2 au mara 3. Kwa nini ameamua kumtarget Mheshimiwa mbunge kwamba hajamsaidia? Kwa sababu angali mimi nachojua mimi Bi Aaron ni familia yangu, nikaa naye karibu sana. Moja kati ya vitu ambavyo ya ndugu ambao niko nao karibu sana pamoja na Bi Aaron. Ukizungumzia kwamba kwenye siasa kwamba haujalipwa, haujapewa chochote kitu. Binafsi mimi nakumbuka tumefanya kampeni ilikuwa Disemba. Tumefanya kampeni kule Oktoba tumefanya mambo mengi makubwa. Imenikuta mimi nafanya shows yamekuja. Hivi tulikuwa tunalipwa? Tulikuwa na mikataba. Chama hakiwezi kikakuchukua afu kisikulipe. Au unavyoingia kwenye madaraka, hususan kwenye swala la zima la uchaguzi, kila msanii analipa fedha yake yeye mwenyewe. Haijalishi ni shilingi ngapi, ni 50,000, ni laki, ni 200,000, milioni 5, milioni 10, unalipwa. Na wao hawakulazimishi wewe uende ukafanye show. Okay. Wanachokihitaji wanahitaji makubaliano kati ya wewe na wao. Bwana, tuna shilingi 200,000 mezani, unafanya show haufanyi. Okay. Kwa ukisema sifanyi wanaachana naye. Ila ukikubali kwamba kwenda kufanya, usimalizia. Okay. Kwa moyo wako mwenyewe. Hivyo nakumbuka, kama unakumbuka kuna kipindi Mheshimiwa mkuu wa mkoa aliwahitaji wasanii ambao wanafanya vizuri. Nakumbuka ile. Aliwahitaji wasanii waliokuwa wanafanya vizuri Njombe, na kwamba akaamini kwamba hawa wanaweza kaenda nao. Ni moja hapo na Bi Aaron. Hivi tulilipa siku ile kweli? Mliokota? Fedha tuliokota, mimi nisiwe mnafiki, kwa sababu ili ilikuwa sio siri tena. Kwa sababu hata siku wakati tunapewa hela, kiongozi wetu alikuwa ni Masai. Okay. Masai ndo alikuwa Masai the Don ndo alikuwa na arrange kila kitu. Kila mmoja alikuwa anafanya show. Kwa show ile tuliyofanya kila mmoja alilipa. Hakuna msanii alilipwa milioni wala shilingi, ila kila msanii alichukua 200,000. 200,000 kila msanii. Kila msanii. Uwe msanii mdogo, uwe msanii mchanga, uwe msanii. Lakini kwenye 200,000 hiyo pia tulikuwa hakuna Mheshimiwa, tumshukuru kwanza Anthony Mtaka. Anthony Mtaka ana moyo wa upendo. Moyo wa upendo wa Anthony Mtaka ni kwamba aliamua kuhakikisha kwamba wasanii wote wanakuwa wana brand. Okay. Zile brand akasema mimi sihitaji, tulikuwa tuna uwezo wa kwenda kula hata kwa mama ntilie, lakini alikuwa anatupeleka inside. Nakumbuka kama awamu 3 hivi tumeenda kula kule inside. Chakula anakwambia hivi, kula chochote ila usile nini? Kilevi. Mkuu wa mkoa chenye alcohol. Umeona? Okay. Na vijana walikula, walisaza, kuna wengine walibeba hadi vyakula wakarudi kama kawaida. Kama kawaida. Okay. Bado tulikuwa tumeenda mapumziko, sasa tunarejea tena.
tumeona interview ambayo ameifanya Bi Aaron kupitia redio, ambapo waliweza kufanikiwa kumpigia simu. Kwanza walimpigia simu Mheshimiwa Sigrada Mligo ambaye ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Njombe kupitia Chama cha Ukombozi cha Umma, lakini naye aliweza kukata kwamba haiwezekani kuja kuomba msaada kwangu ukitaka, yani alimaanisha kama labda alikotoka hajaweka mazingira sawa. Unajua unavyoenda kuomba msaada kwa mtu usiende na proposal ya mtu mwingine, inatakiwa uende wewe kama wewe. Lakini pia wakapata nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti wa vijana UVCCM mkoa wa Njombe. Walizungumza, kuna vitu vingi ambavyo mwenyekiti alivizungumza. Akasema cha kwanza, hatuwezi kumsaidia kama Bi Aaron kwa sababu tulishamsaidia. Yawezekana Bi Aaron alivyoenda ndivyo alimfanya mheshimiwa yule atoe majibu vile vile, kwamba walishawahi kumnunulia godoro, alishawahi kufungiwa vitu ndani wakamsaidia. Kwa kupitia kwenye sakata la mtoto likawa kuna changamoto kubwa vile, kama mwenyekiti wa vijana naye mnamuita blaza wa vijana blaza sio kuna kajina fulani huwa anakatumia yeye. Okay. Kwa tukasema amekataa. Sasa hapa inakuwaje? Mimi ninachojua Sam sio mtu wa kumkataa kijana. Nikizungumza hivi mimi kama Sinaila, Sam ana mchango mkubwa sana kwenye sanaa yake. Okay. Na alitolea mfano kwako, akasema nimekukatisha hapo. Alitolea mfano akasema hawa wasanii kwa mfano kama Bi Aaron inatakiwa ajifunze kwa kina Sinaila wananyoa, wajifunze kwa Masai Zedoni ana biashara yake pale Makambako. Aliwatolea mfano. Kwa nini aliwatolea mfano kwenu? Kwanza kabisa nataka utambue kwamba kwa muziki wa Njombe au sanaa ya Njombe jinsi ilivyo, huwezi ukaitegemea sanaa moja kwa moja. Lazima uhakikishe kwamba unafanya kazi nyingine, sanaa unaweka kama kitu cha ziada. Wasanii wengi, ila mimi sizungumzi kwamba wasanii wa Njombe. Mimi Njombe, mimi ninachojua wasanii naona wengi wanachapa kazi. Wasanii wengi naona wanachapa kazi, wana ofisi zao, wanafanya nini, nakutana hivi. Kuna kijana anaitwa Buki Boy, dereva bajaji. Okay. Kuna kijana anaitwa Ed Malavu anafanya issue za maana ya decoration kwa swala la madirisha nini na nini. Vijana wengi, kuna Bly for real. Wale wasanii wote ni wakubwa. Ni wazuri tu Njombe. Kuna Bly for real pia naye ni mchoraji kwenye sanaa hiyo. Lakini tunarudi tunazungumzia kwamba ukiachana na sanaa kuna maisha mengine. Okay. Yaani ukiachana na muziki kuna maisha mengine. Bi Aaron ambacho kimemcost ni kwamba anautegemea muziki, anaishi kwa ajili ya muziki na kila kitu anakitegemea kwa muziki. Alafu pia labda ningemshauri kitu kimoja. Siku zote tunapoenda kwa kiongozi yoyote, awe mkubwa awe mdogo, lazima uende na proposal. Okay. Kiongozi yoyote atakusikiliza endapo kama utaenda na fact. Kama kwamba huu tunataka tutengeze mradi. Kama huu mradi una impact gani? Kama kuna huu mradi anajua kabisa una impact, anaweza kawekeza chochote kitu ambacho hata kama amejaliwa. Kwa sababu mimi nikizungumzia sasa hivi Mheshimiwa Deo Mwanyika naye mzungumzia yeye amsaidie. Deo Mwanyika ameanza kunisaidia mimi hata anijui. Okay. Yaani zingatia hilo jambo. Yaani ni kwamba mtu hakujui. Lakini unachukua simu nasema, samahani Mheshimiwa Mbunge, mimi nina shida ya kiasi fulani, nimeandika proposal yangu, pale utashangaa sina hicho, umeomba milioni 2. Akwambia sina hicho cha kukusaidia, ila nitakachokuwa nimejaliwa nitakusaidia. Utakuta amekutumia 500,000. Okay. Hakujui. Nimefanya sio mimi tu, kuna baadhi ya watu nikawaunganisha. Kuna kikundi cha ngoma cha Kibena Artist kama nakifahamu. Okay. Mheshimiwa amekuwa akisupport sana kwa asilimia kubwa sana. Sasa ina maana kwamba tutakapofikia hapa kwamba kuonyesha Bi Aaron kwamba kwa the way jinsi Bi Aaron alivyozungumza hivi, viongozi wanaweza karudi nyuma wakahisi kwamba sisi hatutambui fadhila zao. Okay. Kwamba hatutambui michango yao, kwamba hata tukisapotiwa vipi, tukibebwa
hatubebe. Kesho watakuja kusema vibaya. Kesho watatusema vibaya, tutaonekana sisi hatuna akili timamu. Kwanza hatuwezi. Wasanii tufanye kazi, tusitegemee sanaa kuitegemea. B2K mwenyewe ana jina kubwa, lakini bado ukiangalia pale ameenda na wekeza. Ana biashara ya Protable, ana biashara hizi za mambo ya studio, kuhakikisha kwamba hakosi hata akienda kuokota, na lazima ataokota shilingi 10,000, 12,000 sehemu nyingine tofauti. Lakini B2K yule kwa anataka ategemee muziki. Yaani yeye ategemee muziki, lakini kikubwa ambacho tunachofeli wasanii, hususan wasanii wa mkoa wetu wa Njombe, kwamba wengi hatuwekezi kwenye maisha yetu. Tukipata shilingi 200,000 hatutaki kuwekeza kwenye biashara. Tunakula, tunasubiri tupigiwe simu, tufanye show au tukaombe support. Hilo jambo ni baya zaidi, kwa sababu hata mara ya kwanza Biaroni nakumbuka anavyozungumza kwamba either watu hawamsupport au amefanya vitu vingi, na kwa sababu interview yake niliona, kuna uzinduzi wake alikuwa anazindua, ule uzinduzi unaitwaje ule, alifanyia Milimani nini jinamizi si nini si ukatili si nini katili si wake sasa nini. Biaroni yawezekana ni msanii pekee ambaye anapiga dili nyingi kwa Njombe hii, yani dili nyingi kuanzia lishe, sijui utapiamlo nini. Kuna vitu vingi. Sijui, yani ni vitu vingi sana. Yawezekana Biaroni akawa anaingiza hela nyingi kuliko hata mimi mwenyewe. Nikizungumza hivi sio kwamba narabisha, naongea vitu ambavyo hata ukiangalia ana nyimbo nyingi za mambo ya lishe na hata ule uzinduzi wake ambao ameufanya kabla hajaingia hata ukumbini, yani tuseme hajaingia ukumbini, aliingiza hela alizoingiziwa na watu na wadau waliomsupport walikuwa ni wengi. Imagine kwamba bwana Asili Yetu TV, imagine kwamba mimi leo nimekusupport milioni 1, alafu nimekaa kama miezi 4 miezi 5 na pia huna hata 100. Unadhani yule aliyekusupport alikuwa anahitaji nini kwako? Hafa anakukuta kwenye media unalia kwamba hauna kitu, atapata moyo wa kusupport? Hapana. Nataka nikwambie, Njombe kuna matajiri wengi. Matajiri wako wengi na wanahitaji biashara zao wazibrand. Wakina Mwabe na wale wanahitaji masponsor. Wanahitaji masponsor waweze kutangaza biashara zao. Umeona, kuna Lugalawa pale wanahitaji, kuna Coditech. Wale wote wanahitaji masponsor kwenye biashara zao. Kitendo cha kuongea wewe kwenye media kwamba hauna hata shilingi 100, ina maana kwamba wao wale hawatatamani kufanya biashara na wewe, kwa sababu wanaamini kwamba wewe unalia njaa, fanbase yako haijakupeleka popote. Sasa bwana Snaila, kupitia tukio ambalo amelifanya Biaroni, kufeli ada yenye thamani ya 6,500 na kuamua kupita sasa kwenye maduka ya Njombe mlango kwa mlango, akiwa yeye na mtoto kuomba msaada, kwako hii inakupa mtazamo gani kwenye upande sasa wa muziki? Kwa kweli kakaangu, kwa pale amefeli. Nikizungumza kwamba kwa pale amefeli ni kwamba, unajua, ukiwa una watoto lazima ujue wanaishije, wanalalaje, wanakula nini. Kufaulu mtoto na kwenda sehemu fulani sio kama chafu ya kusema kwamba itakuja mara moja. Biaroni anafanya, mmoja kati ya wasanii pia wanaofanya show nyingi. Biaroni anafanya show nyingi. Ukiachana kwenye kampeni na wasanii, naomba wadau wasisingizie kwenye kampeni kwamba kwenye kampeni hatukulipwa. Umeona, mimi nimeanza kufanya ujenzi kule Runyanyo. Mimi nimenunua kiwanja Runyanyo, nimeanza kufanya ujenzi. Asilimia tuseme kama 40 ya vitu ambavyo wanaviendesha kupitia ujenzi wa nyumbani ni kwa ajili ya kwenye kampeni. Hakuna mtu ambaye alikuwa halipo kwenye kampeni, wanakuja kwenye kampeni. Labda uwe unahitaji nafasi ya kutangaza jina lako. Yaani kwamba bwana Asili Yetu, mimi mnipe tu nafasi kwa mimi nitaimba. Nikiimba tu nimeshamalizana na idadi kubwa. Wengi waliokuwa wanatengeneza mazingira ya kuhakikisha ulikuwa unapigiwa simu, wanakuuliza kama hutaulizia na kile kiwango ambacho wanakulipa, wanakwambia
kwamba sisi bwana tumeishia hapa. Bwana sisi kama ni halmashauri imeishia hapa, tunalipa 500,000 au milioni. Kama ukilizia kulipa 500,000, mimi mbona nimeulizwa kama mara 3 hivi kwenye kampeni. Alikuja Dr. Nchimbi amenipigia simu na dada wa halmashauri. Hata kesho ukihitaji nifanye naye interview muulize simu ya kwake kunipigia simu mimi ilikuwa ni nini? Tuliongea nini? Atakwambia. Alinipigia simu, aliponipigia simu akasema samani, naongea na Sneila, nikamwambia ndio. Akasema samani, sisi tunahitaji burudani. Tunahitaji burudani yako. Utatutoza shilingi ngapi? Nikamwambia hivi, mimi binafsi siwezi nikawapangia, lakini nataka nitambue kwamba halmashauri yenu imepanga kiasi gani kwa wasanii wa mkoa wa Njombe. Walipanga kiasi kwamba wakasema kiasi fulani tulichopanga bajeti kuu ni kiasi fulani. Nikalizia, nikasema basi kama ndio hivyo mtafuata hivi na hivi, basi mimi niko tayari. Na kweli walivyo wakaniambia bwana, kama hivi ila kusema na kula kila kitu kwenye hiyo bajeti ni ya serikali. Okay. Tumeangazia vizuri sana na tumechambua kiupana sana. Sasa tuelekee kwenye mchakato sasa. Tumeona kwenye magrupu mbalimbali kulichangamka. Kila grupu naloingia issue ni Biaroni. Na kuna baadhi ya grupu waliamua kuanzisha mkeka kwa ajili ya kumsapoti msanii Biaroni ili aweze kufanikisha kupata 6,500 na mtoto wake aweze kwenda shule. Wasanii hamkujitokeza kumchangia hata shilingi 100. Tatizo ni nini? Kuna ushirika gani kati ya nyinyi na yeye? Nani yuko mbali na wenzie? Labda nikuulize swali. Samahani. Wewe kama mwanafamilia. Tuseme hivi, sisi familia tuko watu 7. Si ndio? Wewe ukatoka nje bila kutushirikisha sisi ya familia yako, ukaenda kuomba msaada kwa watu wa nje. Sisi tukasikia kwamba unaomba msaada kwa watu wa nje, umejitokeza kwenye vyombo vya habari. Unadhani ni msanii gani ana moyo wa kusema hivi kwenda kumsupport mtu angali ameshachafua hali ya hewa? Kwa hiyo wasanii wa Njombe mkaamua kumkata kiaina naye. Lazima ukataliwe kiaina kwa sababu msanii yoyote hajapendezewa na kile kitu. Msanii mkubwa kama Biaroni sio wakulia kwenye nani. Leo mimi nakwambia, ninapotembea hivi nikiwasha tu gari yangu naondoka, nasema naenda sehemu fulani, nikiangalia hivi kuna watu, nikishuka tu naanza kutembea kwa mguu. Kuna baadhi ya watu wanasema hivi kwamba wasanii hana hela. Kwa ajili ya nini? Biaroni ni legend. Ni mtu ambaye aliuanzisha muziki, kama hana hela mpaka sasa hivi. Sneila ni nani akawa na hela alianza muziki 2020? Si unanielewa? Sneila ni nani, amepata wapi hizo hela? Ina maana kwamba kitendo cha kuanza kuongea kwenye media kwamba analia msaada kuhitaji shilingi 6,500. It's not serious. Hii haijakaa sawa. Lakini lazima wasanii tuangalie hichi kitu kitatufikisha wapi, kwa sababu mwisho wa siku kupitia ile 6,500 ambayo imezungumziwa mtandaoni, kuna baadhi ya watu wamefikia hatua wanatudharau. Hata tukipita hivi mtaani hawatuoni kama sisi ni wasanii, wanatushusha brand inashuka kupitia vitu vya kipumbavu. Kwa hiyo kupitia sasa Biaroni, hiki kitu ambacho amekifanya, tuna imani Biaroni ana brand yake, lakini pia ana brand ambayo anamsimamia msanii wake. Kwa mtazamo wako, tunaona brand ipi inaweza ikainuka na ipi inaweza ikashuka, au zote zikapotea kwa sababu zinasimamiwa na mtu mmoja? Kwanza kitendo cha kufanya, kwanza Biaroni lazima akae atafakari kitu kimoja, kwamba nyuma yake kuna watu wangapi wanamtegemea. Akijua kwamba nyuma yake kuna watu wanamtegemea kupitia njia ya sanaa, na yeye akiaminisha kwamba watu sanaa haiwezi kulipa, mtu akimhitaji msanii wake kwa gharama kwa kuhitaji apate burudani yake ya msanii wake ambaye ndio Tiki Siara, sidhani kama ataweza kumpa thamani kubwa, kwa sababu ataamini kwamba yule mwamba hata nikimpa shilingi 1,500,000 show yangu atafanya. Kwa sababu tayari unashasema una shida ya 1,500,000, una shida ya milioni ya 6,500,000. Anajua kabisa kwamba wewe nikikupa shilingi 1,500,000 utakubali. Hauwezi kufanya nini? Hauwezi kuikataa. Ina maana kwamba hapo ameiua brand ya msanii wake.
kwa ajili ya vitu ambavyo havina umuhimu, ilikuwa havina msingi. Kwa sababu nikwambie, si familia amesema kama tuna matatizo bwana, tuna matatizo, tunalia kimatatizo, tunaitana chumbani, jamani, hapa ndugu zetu tumefeli kiasi fulani. Mimi sidhani kama wasanii wa Njombe, mimi kila msanii naye mwangalia Njombe sio kwamba ni msanii ambaye hana fedha. Kwa sababu nikiangalia wasanii wengi sana wamejiajiri, wanafanya mishe zao na mambo yanaenda. Na hata juzi tumetoka kwenye birthday ya mwanetu mmoja hivi, ndugu mmoja anaitwa Eriki. Wasanii nimeona pale hata kwenye kula keki kwao kulikuwa tofauti. Yaani mtu anakula keki kwa $100,000, anakula keki kwa shilingi 50,000. Alafu utasemaje kwamba msanii ana hela? Wasanii wanajitambua, anafanya kazi nyingine, anafanya na muziki kama ni kitu cha ziada. Kwa ushauri wako sasa kwa Bi Aaron, unafikiri afanye nini ili kuziba hili gap ambalo limetokea hapa karibuni? Cha kwanza nataka nimshauri kitu kingine, aende kamuombe msamaha mheshimiwa mbunge ambaye ni Deo Mwanyika, kwa sababu unajua hata pia unavyoenda kuomba msaada pia kuna watu ambao wanatamani kukusaidia, lakini wakiona future yako unayoizungumzia, wanaona future yako haina mantiki yoyote. Hususan kwa mfano Deo Mwanyika leo sijajua interview ameisikiliza au hajaisikiliza. Je, unadhani ataichukuliaje endapo kama aliwekeza fedha kwa mtu ambaye anamwamini kwamba huyu atakuwa msaada wangu hata kesho nikizidiwa? Leo anaambiwa kwamba hasijasaidiwa kwa chochote. Mheshimiwa mbunge, nikwambia kulikuwa kuna labda naweza nikafua, kulikuwa kuna kikundi moja kinaitwa Njombe Youth All Stars. Akiwepo Kaisari, akiwepo Snaila, akiwepo na wasanii wengine kama wasanii 5 hivi. Tuliomba proposal ya kuomba $1,000,000 kwa ajili ya ukarabati wa studio. Haikupita wiki 2. Tulikuja kukabidhiwa tena mbele ya ofisini kwangu. Mliomba kwa nani? Kwa Mheshimiwa mbunge Deo Mwanyika. Haikupita hata wiki 2. Mheshimiwa mbunge akasema hivi, basi mimi niko tayari kufanya ni kuwasaidia. Sio kwamba tumemtengezea nyimbo, yani kwamba umemtengezea nyimbo ila mlipeleka proposal binafsi. Tulipopeleka proposal binafsi kwamba tunahitaji hivi, tunataka tufanye hivi, tunataka tufanye hivi, Mheshimiwa mbunge akalizia. Na hata hivyo mimi nataka niwashauri wasanii wenzangu ambao wengi wanaamini kwamba kumpigia simu, utakuta kuna mtu mwingine anachukua namba imada na namba ya mheshimiwa, anampigia simu, mheshimiwa mbunge, samahani mimi na shida ya $500,000. Hiyo haiwezi kuwa sawa. Hii haijakaa, wanasema haijakaa kisabato, haijakaa kisabato, haijanyoka. Ina maana kwamba msanii kama msanii, tengeneza mazingira ya kuandika, kwa sababu wale watu wana vitu vingi. Alafu wana uongozi nyuma yake. Ameshapanga, kwa mfano kuna katibu, mpelekee katibu, andika barua, andika proposal yako, mtumie katibu ataenda kuwasilisha kula, kisha wasilisha mbunge, kama ni wakupokea na kuanza kusupport, atasupport tu. Umeona? Na mbona kuna baadhi ya mabosi wengi hapa Njombe, ukiwaandikia proposal ya kuhitaji msaada fulani wanakusaidia bila shaka. Ila ukienda hivyo unavyotaka wewe, hauwezi kusaidiwa. Wito wako sasa kwa wasanii? Mimi ninachokiomba kitu kimoja, tusitegemee sanaa. Tusitegemee sanaa tu, kwa sababu tunaamini majina yetu bado sio kwamba yanaweza akakizi kila kitu. Yaani kuhusiana na mambo ya kusema kulipa kodi, kula, kulisha familia, inaweza kawa hapana. Wasanii tufanye kazi, tupambane, tufanye kazi. Kama wewe ni msanii ambao unaamini kwamba muziki wangu ndio kila kitu, fanya kazi ile muziki wako watu wautambue. Ukifanya kazi, kwa sababu muziki unahitaji hela. Muziki unahitaji hela sana. Umeangalia kwenye raha umekuta kuna watu wamefanya challenge. Kuna DJ Facebook, kuna kina afisa usafirishaji, wote wamefanya challenge yale na wamefanya jambo kubwa. Sio kwamba bure, ni kwa sababu unawekeza fedha ili fedha izae fedha. Mimi nadhani wasanii tungekiangalia hichi kitu kwa mapema zaidi, kwamba tuhakikishe kwamba tunakuwa muziki tusiutegemee kwa sana, ila bali tutengeneze mazingira ya kuhakikisha kwamba muziki inakuwa ni kitu cha ziada. Fanya kazi ili upate nini? Mafao. Msanii usipokuwa huna kazi, kuna kipindi nilikuwa namwambia hadi Kaisari, nikamwambia oya, hauna kazi, atajitokeza mtu atasema njoo ufanye show ya $50,000, utakwenda kwa sababu hauna cha kupoteza. Ila kama una kazi, kwamba nikifunga ofisi yangu, najua kabisa
per day naweza nikaingiza 100,000 au 200,000. Alafu wewe unataka niende nikafanye show yako. Hapo nimejizalilisha, nimetengeneza mazingira ya namna gani? Alafu mwisho wa siku unaenda kunipa shilingi 50,000. Wanagoma. Ndio maana kuna kipindi, kama unakumbuka, kuna kipindi nilisema hivi, mimi chini ya 600,000 sifanyi show. Wengi walidau tukasema kwa jina gani? Sio kwamba mimi na jina sana. Hapana. Mimi ninachokiangalia mimi ni kwamba naangalia, je, nikifunga ofisi napoteza vitu vingapi? Okay. Mimi nadhani umenielewa. Hapo nimekuelewa sana. Bwana Snaila, tumepiga stori za kutosha sana na tumechimbua vizuri sana, lakini pia nimeenjoy kwa sababu umesema ukweli kuhusiana na sakata la Biaroni. Kumbe mheshimiwa bwana mbunge Deo Mwanyika amekuwa akisapoti sana wasanii, lakini kubwa zaidi ambacho tumekipokea kutoka kwako ni kwamba Biaroni ameanza kusaidiwa na mheshimiwa mbunge kabla hajawa hata na nafasi ya cheo cha kuwa mbunge. Yani hakuwa mbunge. Yani Deo Mwanyika hakuwa mbunge, lakini bado alikuwa kipaji cha Biaroni. Ina maana kwamba tunasema hivi, ina maana kwamba mtu kama huyo hajatokea kwenye cheo, lakini bado akaona kuna kitu chako ambacho wewe anaamini kwamba wewe akikusupport wewe utafika. Lakini kama ameona hivi, amefanya hivi, leo hii wewe ni nani ukamcheka ukasema wewe akusaidii? Ni kitu ambacho haiwezekani. Tumechambua sana hapo, tumeshajua lakini umetoa wito kwa msanii Biaroni kwamba afanye kazi, asitegemee mziki tu. Mimi nadhani afanye kazi, asitegemee mziki, kwa sababu tayari Biaroni kwa sasa hivi hatuwezi tukajua vitu vilivyomzunguka jina yake. Lakini lazima tuhakikishe tunakaa naye, na kama alikuwa anahitaji msaada basi angekaa na wasanii wenzake. Wasanii wenzake tungejua tunafanyaje, tungepambana kuhakikisha kwamba na nani. Kitendo cha kutoka hapa na kuingia kwenye media ina maana kwamba ametuvua nguo wote. Sasa hivi kila msanii akipita hivi anaona wasanii mnajiita wasanii hata. Tutarajie mwaka huu tunaandaa show. Event. Mungu akijalia tutaandaa. Hatuogopi labda itatukata? Hapa mimi sijai kuogopa. Yaani mmoja kati ya watu ambao hawajawahi kuteteleka na jambo lolote ni mimi. Kwa hiyo tunatoboa. Mmoja kati ya watu ambao utakuta hivi kuna baadhi naona kuna wasanii wengi sana wananidisi, wanafanya nini, wanaongea vitu vya ajabu, lakini mwenye akili siku zote huwa anafikiria afu ndo anazungumza. Okay, bwana Snaila, shukrani sana. Asante kwa kupiga story na wewe. Tumechimbua mambo kiupana zaidi. Mwenye kuelewa atakuwa ameelewa, lakini pia msanii Biaroni tunajua interview atakuwa anatazama. Ataelewa mistake ambapo amekosea, lakini wito wako kwamba akaombe msamaha. Mimi nadhani, yani mimi jambo ambalo naweza nikasema hivi, sio kuomba msamaha tu, hata mimi naweza nikamwombea msamaha kwa mheshimiwa Deo Mwanyika. Kwa sababu nafahamu fika kwamba mheshimiwa mbunge ni mtu wa kujitoa kwa wasanii kwa wakati sahihi. Ina maana kwamba namuombea msamaha, amsamehe yule ndugu yetu, kwa sababu alichokiongea yawezekana kama ameteleza au aidha kuna vitu fulani ambavyo nyuma yake kuna ushawishi ndani yake. Lakini mimi ninachokiomba, mheshimiwa mbunge, naomba umsamehe. Biaroni huyu ni mtoto wako na atabaki kuwa mtoto wako. Amesema mtoto akinyea kiganja hawezi kukata mkono. Unasafisha, unaweka sawa. Mheshimiwa mbunge ni mtu ambaye anasupport sana Njombe, na tunaendelea kusupport, na mpaka sasa hivi nisikwambie uongo na kuibia asili. Bwana, support kubwa ambayo imetoka kwenye nyimbo ya raha, kuanzia video mpaka audio. Mheshimiwa mbunge amesimama na mimi kidete kuhakikisha kwamba nyimbo inafika mbali. Na kama uamini unaweza kuzoom hata message ninazo hapa. Bwana, shukrani sana. Asante sana mtazamaji wa Asili Yetu TV ambaye umekuwa mwanzo mpaka mwisho. Tusameheni sana, kipindi chetu kimekuwa kirefu sana. Tulitaka tuchambue kiupana zaidi, tujue kuna nini ambacho kipo zaidi. Lakini nikukumbushe tu mtazamaji kwamba Asili Yetu Rada Tour 2026 tarehe 20 mwezi wa kwanza, tour yetu ya kwanza kabisa tunatimkia pale Mbeya bwana. Kwa hiyo wakazi wa Mbeya, ni nafasi yenu sasa kutumia nafasi hii. Inawezekana wewe ni mchekeshaji, inawezekana wewe ni msanii umepotea kwenye gemu, unakuja kasi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo Asili Yetu TV tutakuwepo hapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapiga story
na watu tofauti tofauti, vipindi tofauti tofauti, kuhakikisha kwamba tunaangazia zile sanaa ambazo zinaibuka na zile ambazo zimepotea. Na mimi ninaitwa Ngoji, na nyuma ya kamera tupo na Vani ambaye amesababisha sauti pamoja na picha kuipata vizuri kabisa. Mimi sina la ziada, niwatakie kila la heri, tukutane kwenye vipindi vingine.